Mtazamaji, interrupt live broadcast kisa na maana kuna gwiji ambaye ametokea hapa studioni. Mwenyewe nilikuwa katika mienendo yangu ya kushika njia 003, lakini imenibidi nirudi studioni tuweze tuharibu tupangue kila kitu asubuhi ya leo, ili tu mtazamaji wewe pale nyumbani uweze kujionea kwa mara ya kwanza kabisa hapa katika kipindi Kuzacha asubuhi ya leo. Niko naye Sanapei Tande. Wewe vigeregere asupige piga jana isuguti iko hapa, ngoja tutoke. Wewe wasema nimetokea ama umeniiba mahali kisha usiseme. Sasa wewe ubaya watu wansomea Mombasa, wankulia Mombasa hawana ile kufucha kidogo. Sasa amekuiba, wataka kila mtu ajue na kuiba. Urembo wako ukose kukuiba itakuwaje? Utashuka kweli? Haya, nashukuru basi, asante kwa kunialika kwenye kipindi chako. Mzima mzima, tunashukuru. Ya nadhifu kisawa sawa. Asante. Kisha kumbuka imekuwa muda tangu niwe Mombasa. Sasa nyingine naweza tumia neno nikajiuliza huyu anasemaje jamani. Chimbuko ni kule. Kweli si kweli? Maana safari yako ya uimbaji kabla hujaenda ilikuwa inaitwa Coca-Cola Popstars. Yes. Auditions ulifanya Mombasa. Nilikuwa Nairobi. Auditions nafanya Nairobi. Ningekuwa bado naishi Mombasa nisingekuwa na kwenye zile auditions. Maana nilikuwa mwoga sana. Ulikuwa mwoga. Hata kuwa hapa Nairobi kwenda zile auditions nikulazimishwa na wazazi wangu. What? Kwa hivyo sio kwamba ulitaka kwenda? Kusema la kweli nimependa muziki kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nataka kuwa mwanamuziki, lakini ile idea ya kwenda kusimama mbele ya watu na kupiga audition ni kitu nakiogopa sana. Kwa hivyo mara ya kwanza ilikuwa imekuja Pop Idols. Nikachenga sikwenda. Kakangu akaona huyu dawa yake ni kuwaambia wazazi. Akawaambia wazazi wangu, so from that day, haya mami umetafuta nyimbo, ume practice nyimbo nini nikaenda Popstars. Ikawa kila siku yes make to the next round, yes kama mwanamuziki. Wengine wote hawako kwenye muziki, ni wewe tu? Tuliokuwa nao kwenye kikundi? Yeah. Hawako. Wewe tu ndio umeachwa last man standing. The last man standing, holding fort. How does it make you feel? Well, niki look back, I'm glad to break up because ilinipa nafasi ya ku grow as a solo artist and also kama individual, because I was a very shy person. I'm still shy, lakini at least nimepata nafasi ya kubuild ile confidence. Manake ukiangalia kama tulipokuwa tukienda stage kuperform tuko watu watatu, kwa hivyo najua ile attention divide. Lakini sasa tulipo break ile kupanda stage, kila mtu yuangalia wewe, kila mtu asikiza sauti yako wewe, you know, so it was a lot of work. Alafu pia ukiwa kwenye kikundi kila mtu ana contribute mambo yake, kama ni kuandika, kama ni vocals nini, sasa unajikuta umeachwa mwenyewe. So ilinisaidia pia ku grow as an artist. Na ukagrow all round, sio kuimba, sio kuperform, nafanya yote. Anyway, one stop shop, all under one roof. Ikiwa mtu amekupa nafasi na amekuamini kwamba unaweza kuifanya ile kazi, kwa nini wewe mwenyewe usijiamini? Kwa hivyo kwa kuact mtu alikupatia nafasi, sio mtu alinipatia nafasi. Auditions. Okay, so mara ya kwanza nilikuwa kwenye Anti-Boss, nilifanya kama cameo appearance. Alafu nafikiri hapo ndio Ivy D'Souza akaona kumbe msichana anaweza kujaribu kidogo. So Vashita ilipokuja, which is the spin-off ya Anti-Boss, akasema wacha anipe nafasi as a supporting act. Nikafanya hiyo, alafu at the same time nikawa nimerelease ngoma yaitwa Ankula Hu. Sasa Ankula Hu pale mwanzo ina skit. Wanawake wenyewe tunajivalia madera na songa mtu mwingine adondoa, mwingine atuangua kwenye ukambaa. Yani maisha tu ile yetu ya Mombasa. Kweli. So Rashid Abdalla alipoona hiyo ndio akasema msichana anaweza kuact, acha nimtafutie kipindi. So Aziza ikaja hivyo, nikawa main. Alafu sasa Nana Mandi Tandala kwenye kina. Unajua Aziza na Nana two different people. Yes. Kabisa. Ukimwangalia ni msichana mpole, yeye yafuata zake. Nana shughuli za wenyewe unazo wewe, kopi ya mtaa unayo wewe. Enyewe kweli two different things. Yeah. Lakini imenipatia challenge, manake sijui nisemeje, yule Aziza ile humility yake, msichana mpole na heshima zake is who you can say Sanapei is. Huyu Nana Mandi Tandala alikuwa mgumu sana kumuelewa, na ile yani kuact kama boss, kupiga watu makofi, mara sijui kwenda nyonga babake mtu, you know, those kind of things was very very difficult for me. Lakini over time, because sasa nimeifanya tangu 2019.
ni kama imekuwa part and parcel of my life, which mara nyingi si kitu kizuri, maana yule mwanamke si mzuri kabisa. Weza jikuta umemtandika mtu kofi ukifikiri wewe ni nani. Kwanza hata usiseme kama kimaisha, no not in real life. Lakini naona kumwiga, yani ku act as Nana Tandale is becoming easier with time. So Sanapei ni yule Aziza mpole. Sanapei ni mpole, maskini, ana heshima zake, hana ugomvi, hagombani na watu, ukipiga kelele na kuondokea. Ukinipigia kelele nitalia. Maskini. No, it's funny because wewe ni alumni ya high school ambayo niliokwenda. Sitaitaja hewani, tutazungumza off camera. Nilikwenda 3, kwa hivyo wengi ukiwa kwamba Sanapei was in this room, in this dorm, but then hiyo cube ilikuwa inapendwa na watu kisa na Sanapei ya Mombasa. Ya Nairobi. Ya Nairobi, okay, shajua. Nakwambia sasa, ukiuliza, manake mimi nilikuwa niko nyuma kidogo. Ukiuliza sema Sanapei alikuwa hana mambo na watu. Akiingia cube mwenyewe alikuwa na style yake ya kudandia kitanda. Ulivyokuwa honestly, yani sijabadilika, I'm still the same person. Usanii haujaniingia kwenye kichwa. Yani wewe ukipanda stage piga show yako. Kweli. Ukimaliza ukishashuka wewe umerudi kwa yule. So hata mara nyingi utaona nikienda kama nikionekana in public, saa nyingine watu hawajui kama ni mimi ama si mimi. Kweli. Manake ule ustar unaoacha kule kwenye stage, ukishamaliza na mambo hayo unarudi kwa the normal person. Yule mtoto wa mama, mtoto wa baba. Kweli. Na majukumu yako mengine. Yes. Zungumzie hivyo, umekuwa trolled kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter, wamekusema kwenye blogi, wakakuandika, wakakuweka. Wakisemaje? Clearly you can see I don't know. You just block it out, or how do you deal? Manake kusema kweli, ukiwa katika kazi kama ile ambayo unafanya wewe, msanii, kioo cha jamii, lazima tu kuna wale ambao wanataka kuchokonoa. Producer mwenyewe ananiambia nikuulize wewe na Otile Brown mpaka wapi? Unaona ameolewa, kwa nini hajaolewa? Yani kuna vitu ambavyo haiwahusu, lakini wameifanya their personal business kujaribu kuipata, na saa zingine uona kama ambaye wanajaribu kushusha wewe mwenyewe kama msanii. How do you deal with that? Okay, so mara ya kwanza nilipoingia katika industry, wajua mimi I'm the kind of person what you see is what you get. Sorry. Pole. What you see is what you get. So nilipoingia kwenye industry nilifikiria that tukikaa chini na interviewer, for example, akiniuliza maswali ni mjibu, hivyo ndivyo atakavyokwenda kuandika. Kweli. Kumbe wao wanasoma zile answers, wanaenda wanatafuta mali pa kutwist, ndio inakuwa ile headline. Kweli. So in the initial stages nilikuwa nikisumbuka sana, yani of course utahuzunika, mara wamekuandika hivi, hao wanakusema hivi nini, but with time nimekuja kulearn ya kwamba watu wako tofauti. Na sio kila mtu ataona situation similar to somebody else. Everyone will think their own thing, everyone will say their own thing. It's up to you to realize ya kwamba that's the situation and you can't fight it and you can't help it. Sitogombana na mtu ambaye atanitukana kwenye social media, maana sitojishusha to that level, number 1. Number 2, we ni nani? Umenisema hivi, we ni nani? Kweli. So na wala si mambo na madharau, maana mimi si mtu wa kudharau watu, lakini unani push to that point paka najiuliza, sasa wewe kati ya mimi na wewe una nini? Na mimi nina nini? Mimi nimefika wapi, wewe uko wapi? Kweli. Nikianza kubishana na wewe si nitakuwa nimejishusha. Kweli. So I have no time. So kuelewa ya kwamba watu ni tofauti, watu wanaelewa vitu tofauti, watu wako exposed tofauti, alafu pia ya kwamba kugombana naye itakuwa umejishusha level, unaachana tu nao. The only thing ambayo naweza kupeleka mbele, and the thing with me is sitojibizana na wewe kwenye social media. Nitatumia tu lawyer wangu and the things will be dealt with. Manake mimi si mtu wa kutaka kuuza mambo zaidi na usanii wangu. I'm not about exposing beef pale, nagombana na nani, sijui nani ameniibia nyumba. Naenda tu kwa lawyer, hiyo mambo inasotiwa. So you'll never hear about those things. So yeah, so that's how you deal with it. Naona wasanii wengi sana wanajibizana na watu mpaka najiuliza, sasa wewe kweli trending at number 1. For what? For what? I don't want to trend. I don't want to trend for ati nimepigana na mtu ama nimetukana fan ama ameniambia, oh my goodness, I don't have time for those things. Niko na mambo mengi sana naendelea katika maisha yangu kuliko yani nikae chini sasa nianze kujibizana na mtu hata sijui yoishi wapi, sijui anzaliwa wapi, sijui afanya kazi gani. Naanza kwa nini? I have no time for that. Kweli kabisa. Tukizungumzia time, wewe ndio msanii mmoja wapo wasanii humu nchini ambao unajua very strict on time. Wapenda mikutano yako iwe saa fulani, mpangilio fulani, studio kukae hivi, yani huchezi na professionalism yako.
nimeweza kuhoji wengi akina B Classic na nasema kitu kubwa nimejifunza kutoka kwa Sanaa, timekeeping. Oh wow. Ukikuja dakika 5 my friend utampata. There's some truth. There's some truth. Kwa na kauli hiyo na importance ya kuimanage. Manake I think 4 years back nilisikiza interview pia katika runinga zetu nchini wakasema the same thing kwamba Sanaa time professionalism iwe pale. Mchezo baadaye. Kwa hivyo umuhimu wa kuwa na labda perspective kama ile ni gani? Heshimu mwenzako na uheshimu muda wake. Yeye mwenyewe amejitoa kwa nyumba yake, manake anajua leo nina kazi fulani na mtu fulani. Amefika pale, kwa nini wewe uchelewe? Yeah, so just have respect for people's time. It doesn't matter wewe ni celebrity ati sasa watu wakae wakungoje wewe. Kwa nini? Damu yako ni blue. Nyekundu. Damu yako ni nyekundu kama mtu yoyote yule. So mtu ambaye amechukua muda wake na nafasi yake kuja kuhoji ama kushutia video or something, be there on time. Manake yeye pia time yake ni muhimu. Kweli. Yeah, kweli. So, and you get what you give. Wajua ukirespect time ya mtu na yeye atakurespect wewe. It's very simple. Lakini nafikiria pia kufanya kazi kwenye redio ilinisaidia because unakuta kama umeambia msanii ufike hapa by 11:30 tuanze interview saa 6 na hajafika by 12:10, inaharibu kile kipindi chako. Kweli. Kwa hivyo mimi being the interviewee also, mtu akiniambia na kuhitaji mahali fulani saa fulani, nitafika pale on that time. Manake amepanga kipindi chake according to that time. Kweli. Yeah. Kwa hivyo nikupenda kufanya vile ambavyo unataka ufanyiwe. Exactly. Hey, translation inakuwa ngumu. Do unto others as you would like people to do unto you. Tafsiri kwa Kiswahili. Wafanyie wenzako kama ungependa wakufanyie. Kwisha. Kazi. Chaguo la moyo wangu, nyimbo yako ikimshirikisha Otile Brown. Akinishirikisha. Akikushirikisha wewe. How is it that you always outdo the people wanaokushirikisha wewe? Yaani featuring Sanaa but it somehow changes and becomes to the viewer. Inakuwa kama ni Sanaa amemshirikisha, manake una shine kwenye nyimbo, you feel Sanaa pay in each. Hakuna collab ushafanya mtu akahisi ile Sanaa pay kuipiga vizuri. To a point wengine wanasema una outshine mwenye nyimbo. I think and thank you for that. I think for me ni mtu akinipa kazi na amenitegemea kufanya kazi yangu vizuri, nitaitilia bidii. Sitaki ati kwa sababu umeniambia tu tufanye collab niende nikaandike tu mistari ambayo haina maana. Wajua, so I make an extra effort to be honest na nyimbo za watu kuliko zangu mwenyewe. Manake yule mtu ametia pesa zake pale, ametia time yake pale, alafu wewe uende disappoint. So I think subconsciously I put in a lot more effort kwa kazi za watu. Unajua Chaguo la Moyo Wangu is the most viewed song in Kenya. Is it? Yes. Didn't I read yesterday about Dusuma? On 30 million. Well, we've been for a while, I guess. Yeah. It's been the top single. Ulitarajia ama wewe ulijua tu ni wimbo wa mapenzi nitafanya kush? No, I Chaguo la Moyo sounded like a good song tangu mwanzo. Yeah, na pia I think saa nyingine unajua unaweza kurekodi nyimbo ukajisikia kweli sauti yako imetokelezea pale. So Chaguo la Moyo is one of those songs. Naomba nikubulike kidogo. Kuna collab ushafanya ukasema that's not me, that's not my type. Itakuwa very ironic manake hiyo nayo okay, so when tulipofanya wangu nakumbuka Nadia Mukami aliponitumia ile demo mara ya kwanza, nilifikiria as a very simple song. There wasn't much to it. Beat yake ilikuwa was good but simple, yani haikuwa na elements nyingi na hata style ya kuimba ilikuwa it was very simple. Weimba hivi, mimi nitaimba hivi, ni kama zilikuwa zina match. Lakini tulipoingia ndani ya studio tukawa tumechange vitu kadhaa, kama ile bridge ilikuja baadaye tuliandika pale. And even when it came out I was just thinking it's a simple song, but 4 days tulipotoa video 1 million views. I couldn't believe it. Wow. But I think it is because of ile topic tulioongelea. Manake ni kitu ambacho kinaendelea sana. In fact siku hizi tumeambiwa ndo fashion kwa wanawake. Siku hizi yani mwanamume kutokuwa na klande ni abnormal. Kweli. Kweli. So aina neno, tuko busy katika mitandao ya kijamii, tunakufuata kila pali, tutajua pale ambapo utayangushia. Natumai kwamba utatenga angalau lisali moja ukaja tukazungumzia hiyo collab na wewe msanii. Yes. Producer ananifanyia kelele hapa kwa sikio. Na nadhani unajua swali lake ni lipi. Hebu niulize nisikie, nisije nikaambiwa mimi ndio nimejiuliza swali.
Anauliza je, ile collabo umefanya na Otile Brown kwamba ni collabo tu imeishia pale ama kuna mambo behind the scenes? Unajua mara nyingi sana watu wanaona kama ambayo ukifanya kazi na mtu of the opposite sex lazima kuna kitu kilitokea. Naam. Hivi sasa mimi ni mwigizaji. Kwa hivyo acting ni kitu ambacho kiko ndani ya damu yangu. Ninapopewa kazi na kazi yenyewe ni for example kuonyesha mapenzi, nitaonyesha mapenzi. Kwa hivyo watu wanaangalia ile video kama Chaguo la Moyo, wanaangalia Ayana, wanasema hapa lazima kuna kitu. Inamaanisha nimefanya kazi yangu vizuri sana. Kweli. Yanaishia hapo. Mimi ni mtu wa kufanya kazi. Wewe ni tukimalizana na kazi kila mtu ashike njia yake. Yes. Kazi sana. Lazima tuheshimiane tafadhali. Manake naona mara nyingi watu wanatumia kiki za aina hiyo ya kwamba wameonekana mahali na msanii fulani ama so and so wanafanya kitu, you know, and I think it is very shallow and very stupid. Forgive me for that because it really annoys me. I think kama mnataka kuuza mziki wenu, uzeni, you know, as in sell the work, sell the content, find a way, a smart way, and find a respectful way of selling that music. Unfortunately tumekuwa tukitumia hizo kiki za sexual relationships so much that the fans wakiona umefanya kazi na mtu of the opposite sex, the first thing that comes to their mind is lazima hawa wanafanya kitu. Your mentality lazima to change. No. Otherwise we're going to lose the youth and they'll think the only way to get ahead is to do these things. True. Yeah. True. So for me, I keep it strictly business. For those of you who don't believe in that or don't believe that is the case, that's your problem. Yeah, me I'll continue living my life. Za kuhadaiwa kihivyo, maana anaambiwa wewe kupata role fulani kwenye kuigizaji lazima ufanye kitu fulani. Wewe kwa msanii kuingia studio lazima ufanye kitu fulani ambapo wewe it's all been merit kuanzia competitions ambazo umefanya. Yeah. And I don't want to get it based on because so and so is my friend or so and so tumekuwa na kitu naye. Kama I don't fit. Ni kama for example I'll tell you kwa uigizaji. Kama kuna kitu ambacho nimekisema, kissing scenes I will never do. Nude scenes I will never do. Wajua, wewe ni mtoto wa mtu. This is the African society. Hatufanyi mambo hayo. Ikiwa wewe unataka kuendeleza career yako kwa kufanya mambo yale ni sawa. Kama mimi nitakosa kazi kwa sababu nimekataa kufanya yale mambo ni sawa. I'm not looking for that kind of fame if it means I have to take off my clothes in front of people. And then one day you'll be somebody's wife. Hopefully. You'll be somebody's mother. Hopefully. Na internet haisahau. Kwa hivyo weka heshima zako tafadhali. Yeah. Kwa hivyo ndio kitu ambacho umeweza kusell nayo zaidi kwamba heshima yako umeikuza, umeitimiza kwamba hivi sifanyi. Na imechukua muda. I mean 18 years na kuna watu ambao wamekuja juzi tu who are bigger than me in the different industries that I'm in, but it's okay because mimi I maintain that this is the way that I do my things and if you don't like it then leave me alone. Disclaimer. Sijasema mimi ni malaika. Nashafanya makosa yangu lakini what I'm saying is the righteous way, ile njia ile, the right way. It takes long. It takes long kufika, lakini utafika na hutakuwa na majuto yoyote. Shukran sana kwa kupata wasaa kuungana nasi. Shukran sana kwa kukubali ni kuibe nikuletea hapa studioni, lakini kusema kweli huwezi kukutana na sana ukamwachilia my friend. You not recognize you are a brand, you are a name. Imechukua 18 years. Kwa hivyo kwa watu kuacha safari ya Kaloleni kurudi hapa studio, jua kwamba kazi iko sawa. Thank you. Shukran sana. Mtazamaji, tutakuwa tunamalizia na nyimbo yake Sanapei Tande. Natumai kama wewe ni kijana pale nyuma umeweza pale nyumbani kumradhi, umeweza kujifunza mawili machache. Amesema never compromise. Kama unajua kwako mwisho ni pale, pawe ni pale, usisonge mbele zaidi eti kumfurahisha producer kama hivi Ben Ngui vile Fadhili. Wewe unapiga mambo yako, itachukua muda, lakini kama Mwenyezi Mungu amekuajalia kwamba utafika tu. Kama ulikuwa enda bandarini utafika pale bandarini. Jalishi kama ulipanda pikipiki, tukutuku, baisikeli ukatembea, mwisho wa siku utafika. Mtazamaji, mimi nafahamika kama Kadzo Mungela na kutakia weekend njema. Barikiwa.